Mungu ni mmoja, akiishi milele pamoja na aliye picha yake yeye, au aliye wa sura ya kufanana na yeye, kwa maana kwamba pumziko lake au msaidizi wake. Na huyo ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu Mungu sehemu ya 21. Mtawala ni mmoja na msaidizi hana mamlaka katika utawala huo, kwa kuwa msaidizi huyafanya yaliyo ya mtawala. Ni picha ya kutangaza jina la mtawala, ni picha ya kuyafanya yaliyo ya jina la mtawala. Na ndio maana hakuna miungu au kwa maana ya Mungu wengi, na kusema kuna Mungu wa jina fulani, Mungu wa jina fulani, na Mungu wa jina fulani, na Mungu wa aina hii, ila Mungu ni mmoja tu. Na kingine chochote, mwingine yoyote katika muonekano wa jina lolote, hiyo ni picha tu ya Mungu ambayo kazi yake ni kumwonyesha Mungu, kwa kuwa hiyo picha inayo mwenye picha. Kwa jina lake, hiyo sura inayo mwenye jina. Na kufanya chochote yoyote unayemtazama, chochote unachokiona ni picha tu ya Mungu, ni sura tu ya kufanana na Mungu, na popote ilipo, ipo kumwonyesha Mungu, kumtangaza Mungu, kwa jinsi ya sura yake inavyoonekana, sawa sawa na sura yake inavyoonekana. Na ndio maana picha
ya Mungu haiwezi kujitenga na kusema yenyewe ni Mungu kwa jina lake. Aliye wa sura ya Mungu haiwezi sura hiyo kujitenga na kusema ni Mungu kwa jina lake, na kutengeneza kukawa na miungu wengi. Tambua, hiyo picha ni msaidizi wa Mungu kuonekana sawa sawa na mapenzi yake yeye Mungu. Hiyo sura ni usaidizi wa Mungu sawa sawa na jinsi Mungu anavyotaka kuonekana sehemu hiyo. Na ikimaanisha kwamba picha hiyo siyo Mungu kwa jinsi ya jina lake, bali ni sura au picha ya Mungu kwa jina lake Mungu. Kwa hiyo kila picha ina mwenye picha kwa jina lake. Kila sura ina mwenye sura kwa jina lake. Ndio Mungu ni mmoja. Yoyote chochote unachokitazama ni sura tu ya Mungu, ni sura tu ya jina la Mungu, ni picha tu ya Mungu. Na kazi yake kubwa ni kumwonyesha Mungu, ni kuyatenda yale yaliyo mapenzi ya Mungu, na yale yaliyo mapenzi ya Mungu ni kule kuonekana kwake, ni jinsi hiyo picha au sura inavyoonekana. Na ndio maana hiyo picha, hiyo sura imekuwa ni pumziko au msaidizi wa sura au wa jina la Mungu. Ila hiyo picha sio Mungu, ila msaidizi wa Mungu.
msaidizi hana utawala wa kujitegemea, kwa kuwa msaidizi huyafanya yale yaliyo ya Mungu. Sawa na jinsi ile anavyoonekana. Kwa hiyo popote pale ulipo, tambua jina lolote, chochote kile, yoyote yule, vyovyote vile unachokitazama, kwa kukifikiri, kwa kukiwaza, kwa kukiona, kwa kukisoma, au kwa jinsi yoyote ile, hicho au huyo ni picha tu ya Mungu kwa jina lake Mungu. Ni sura tu ya yeye Mungu kwa jina lake. Nacho hicho, naye huyo si Mungu mwingine sawa na sura au muonekano wa picha hiyo, kwa kuwa hiyo picha ina mwenye picha kwa jina lake, na hiyo picha huyatenda yaliyo ya mwenye picha, sawa na mapenzi ya mwenye picha aliamua hiyo picha ionekane vipi. Kama vile tu unapoenda pale kupiga picha, unachagua picha hiyo ionekane vipi, na hiyo picha huwa imebeba taarifa yako, taarifa ya jina lako, sawa sawa na ulivyotaka ionekane, na kufanya ile picha isiwe wewe mwingine, kusema sasa imejitenga. Kuna wewe wa kwenye picha na wewe uliye mwingine, ila ile picha kubaki ni ya kwako, ambayo haijajitenga kamwe na haiwezi kujitangazia ufalme wake sawa na muonekano wake, kwa kuwa ule muonekano ni jinsi wewe ulivyotaka uonekane, na popote muonekano huo wa picha utakapoonekana ni kukutambulisha wewe kwa jamii hiyo,
ni kukutambulisha wewe sehemu husika, ni kufanya yale yaliyo ya mapenzi sawa sawa na ulivyohitaji wewe. Ndivyo ilivyo katika Mungu. Kwamba hakuna miungu, kwa maana kwamba Mungu wengi, na kusema ile picha kwa kuonekana kule ni Mungu kwa jina lile anajitegemea. Ile sura kwa kuonekana kule ni Mungu wa aina ile anajitegemea. Ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa ukombozi, ni Mungu wa kitu fulani. Hiyo ni picha ya yeye Mungu kwa jina lake. Hiyo ni sura ya yeye Mungu kwa jina lake. Haijalishi sura ya Mungu imeonekana vipi, sura ya kufanana na Mungu imeonekana vipi sawa na mapenzi yake, lakini hiyo sura si Mungu mwingine. Haijalishi picha hiyo ya Mungu imeonekana vipi sawa na mapenzi yake, ila picha hiyo sio Mungu mwingine. Picha hiyo haijalishi imeonekana vipi kwa jina la pozi lake au mkao wake, ila picha hiyo sio jina la Mungu mwingine. Kama ilivyo katika familia yako hiyo, kwamba huyo mtoto wako haijalishi amekuwa vipi katika familia hiyo, lakini huyu mtoto sio baba yako mzazi mwingine, ila ni picha tu ambayo baba yako mzazi ameamua ionekane vipi, mama yako ameamua ionekane vipi. Ndivyo ilivyo popote pale ulipo, kwamba Mungu atakuwa wapi sasa, na umfuate nani na umsikilize nani? Acha nikwambie, kama alivyo Mungu mmoja akiishi pamoja na aliye picha yake au wa sura ya kufanana na yeye, ndivyo ilivyo popote pale ulipo, katika jinsi na jina lako hilo ulivyo mmoja, ukiishi milele pamoja na aliye picha yako wewe au wa sura ya kufanana na wewe, ikimaanisha kwamba pumziko au msaidizi wako
ikimaanisha kwamba chochote kile, yoyote yule unachokifikiri, unachokisoma, unachokiona, unachokitazama, unachokiota, vyovyote vile ni picha tu yako wewe au ya jina lako wewe. Ni sura tu ya jina lako wewe. Narudia tena hapa kwamba chochote, yoyote, vyovyote unachokiona au kilichopo, pasipo kujalisha muonekano au pozi la kuonekana kwake au jina la muonekano au pozi la kuketi kwake, hiyo ni picha yako wewe. Ni jinsi vile wewe umetaka kuonekana. Ni sura tu ya jina lako wewe. Nacho naye sio jina lingine kwako, bali ni picha au ni sura tu ya jina lako. Na ipo hivyo, ipo pale kuonyesha au ipo hivyo sawa na mapenzi yako wewe. Ulihitaji uonekane vipi sehemu hiyo? Na kufanya picha hiyo, kuyatenda na kuyafanya yaliyo ya jina lako wewe, yaliyo ya maisha yako wewe, kukuonyesha wewe, kukutambulisha wewe, na kufanya hiyo picha, hiyo sura kuwa ni msaidizi au pumziko lako. Ndio yoyote unayemtazama, chochote unachokiona katika muonekano wa jina lake lile, hilo ni pozi uliloamua kuonekana wewe sehemu ile. Hizo ni picha zako halisi. Kama vile ulivyopiga picha na kubandika ukutani, kwamba ulipiga sawa sawa na jinsi wewe ulivyotaka kuonekana, na jinsi ya muonekano wa picha hiyo ni vile ulivyotaka na kuonekana sehemu hile ulipotaka ionekane. Na ndio maana yule akiitazama anasema picha hiyo ni nzuri, lakini si jina lingine kwako, si utawala mwingine kwako, bali ni picha ya jina lako, na pale ilipo inaonyesha jinsi wewe ulivyotaka uonekane sehemu ile, nawe ukafurahiwa sehemu hiyo.
nawe ukashangiliwa sehemu hiyo. Ndivyo ilivyo hapo ulipo. Kila unachokiona, chochote kilichopo katika mwonekano au jina la mwonekano au pozi la kuonekana kwake, ni picha uliopiga na kuhitaji ionekane hivyo sehemu husika, nawe ukafurahiwa sehemu hiyo husika. Na picha hiyo sio jina lingine sehemu hiyo husika, bali ni jina lako wewe, na kufanya katika ufalme wa Mungu, katika Mungu kuwe na Mungu mmoja kwa jina moja. Ndivyo hapo ulipo, ni wewe kuwa mmoja kwa jina moja, na kwingine kote kingine chochote ni sura yako wewe, ni wa sura tu ya kufanana na wewe, ni wa picha yako wewe ulioipiga na kuonekana hivyo kwa jina husika. Basi popote pale ulipo, Mungu ni mmoja, na jinsi vile Mungu ni mmoja ndivyo ilivyo wewe ni mmoja, na vingine vyote, kingine chochote ni picha yako au ni sura ya kufanana na wewe, kwa maana kwamba msaidizi au pumziko lako. Basi popote pale, pokea msaidizi wa maisha yako. Umepokea msaidizi wa maisha yako, umepokea msaidizi wa jina lako, umepokea msaidizi aliye sura ya jina lako, umepokea fedha iliyo msaidizi wa sura yako. Pokea utajiri wako, pokea fedha zako, pokea uponyaji wako, pokea muujiza wako, pokea viungo vipya, pokea neno hili, pokea mafanikio ya pumziko lako. Umepokea sura ya jina lako, umepokea pumziko la jina lako. Ni uponyaji umepokea, ni mafanikio umepokea, ni utajiri umepokea, ni viungo vipya umepokea, ni magoti mapya umepokea, ni moyo mpya umepokea, ni macho mpya umepokea, ni kuona kupya umepokea, ni hekima umepokea, ni baraka umepokea, ni nyumba umepokea, ni magari umepokea, ni mtaji umepokea, ni kumaliza madeni umepokea. Umepokea popote pale ulipo kilicho cha sura ya jina lako, yani usaidizi wa hapo ulipo. Umepokea na imekuwa kwako. Basi popote pale, mafundisho haya pia tazama katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegwinyo.